Jifunze kuombea watu wako wa karibu. Watu wako wa karibu, wale ambao unaona hawa ni wa karibu sana na unawapenda, jifunze kuwaombea. Kwa sababu shetani ana tabia ya kutumia loopholes ambazo zinapatikana kwa watu wako wa karibu ili kuharibu hatima yako au furaha yako na kuweka wewe kwenye matatizo. Watu wako wa karibu wanaweza kuwa marafiki zako, wanaweza kuwa spouse, wanaweza kuwa wafanyakazi wenzako, na watu wote ambao wako karibu yako jifunze kuwaombea. Kwenye Biblia tunaona mifano ya watu kadhaa ya watu wa karibu ambao walitumika na shetani kuharibu hatima na vitu vya muhimu ambavyo Mungu alikuwa amewapa watumishi wake. Kwa mfano, ni kesi ya Delila, Samson. Delila alitumika na shetani kumharibia Samson nguvu zake ambazo Mungu alikuwa ameziweka kwenye nywele zake. Lakini pia tukija kwa Eva mstahili. Eva ndio alikuwa wa kwanza kusemeshwa na nyoka, alafu Eva akampelekea Adam ujumbe ambao alipewa na nyoka na uharibifu ukatokea. Lakini sio hivyo tu, hata kwa Ayubu kipindi ambacho yuko kwenye trials, yuko kwenye matatizo na mtihani, watu wa karibu ndio ambao walikuwa wanamsemesha vitu ambavyo viko against God. Kwa hiyo shetani ana uwezo na anajua nguvu ya watu wa karibu. Kwa hiyo akiona tu kuna nafasi, anaweza kuwatumia wao ili kuhakikisha furaha yako au hatima yako inaharibika. Kwa hiyo cha kufanya, waombee watu wako wa karibu, wote ambao wako karibu yako waombee ili shetani asipate nafasi. Lakini pia weka kichwani kwamba hao watu wangu wa karibu na wao ni binadamu, wanaweza kutumika na shetani kwa namna moja au nyingine, kwa kujua au kwa kutokujua. Lakini pia weka allowance, jifunze kuishi na watu kwa hekima. Mwambie Mungu akupe hekima kwamba hao watu wa karibu ulionipa, ninaomba niishi nao kwa hekima, lakini pia wawe baraka na wasitumike kama mlango wa adui kuniharibia mambo yangu.